Binafsi kwanza ni ushukuru uongozi na management nzima ya Simba kwa namna ambavyo wameweza kutengeneza kuelekea katika maadhimisho ya kilele cha Simba Day ambayo yanatarajiwa kufanyika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam hapa manispaa ya Songea. Mashabiki wa Simba Sports Club wamepanga kusherehekea kwa namna tofauti. Majina naitwa Roger Saidi, ni katibu wa Simba mkoa mstaafu, lakini pia ni katibu wa Simba wa tawi la Simba Ruvuma Amshawasha. Siku ya leo tuna jambo kubwa ambalo tuliratibu kama ambavyo mnavyoona hapa, manake tuna jambo ambalo sisi tunasema kwetu kama wana Simba ni sehemu ya ibada, hasa inapokuwa wiki ya Simba Day ikizinduliwa. Manake kila matawi huwa yanaadhimisha kufanya tukio maalum ambao kwetu sisi inakuwa kama vile ni sehemu ya ibada. Tunaratibu mambo ya muhimu ikiwemo kwenda kuwaona wagonjwa hospitali hapa mkoani Ruvuma, lakini pia kutoa damu kwenye kitengo salama. Kwa kweli kimsingi kupitia jambo la damu kunakuwa na changamoto kubwa sana. Tunaona mpaka serikali inapita mashuleni, inapita maeneo mbalimbali ili kuomba msaada wa damu, kwa sababu tunawapoteza ndugu zetu wengi kwa upungufu wa damu, yaani akiba ya damu ni ndogo. Kwa hiyo sisi tumechukua hichi kitengo kwa sababu tendo lenyewe la kuhamasika kutoa damu ni jambo kubwa, kwa sababu mtu anaamini inawezekana pengine nitakachokitoa hiki kitakuwa ni sehemu kwangu, kitakuwa cha mwisho, na inaweza ikawa na mimi nikaingia kwenye matatizo ya kupata homa na mambo mengine kwa imani. Thabiti Chiwalo ni katibu wa Simba Tunduru na pia ni katibu wa Simba Bandari Kusini. Kwa tumekuja kuungana, lengo kuu ilikuwa ni kusapoti Simba Day kama hivi, wiki ya Simba Day. Mimi binafsi labda niwaondoe wasiwasi washabiki wetu. Sisi kama Simba tumejipanga kama usajili ulivyokuwepo, kwa sababu kikosi chetu hakina mabadiliko sana. Kama niongeza basi ilikuwa ni kidogo tu kwenye benchi la ufundi. Kuna baadhi ya wachezaji ambao tumeongeza, lakini tunaamini wale wachezaji ambao tumewaongeza, malengo makuu ya Simba msimu ni kuchukua ubingwa, na vile vile kwenye upande wa champion tufike hata nusu finali, tufike robo mpaka nusu finali. Lakini nini mashabiki hao wanasema kuelekea katika msimu ujao, namna ambavyo wanakitazama kikosi cha timu yao? Kwa majina yangu naitwa Rightness Yakobo Nyoni. Kilichonisukuma kwanza kupitia Simba yangu ni wiki ya kwenda kwenye uzinduzi wa Simba Day, cha kwanza. Alafu cha pili kilichonisukuma ni kwa ajili ya wagonjwa waliopo hospitali ya mkoa na hospitali zingine ambao wana uhitaji wa damu. Ndicho kilichonivutia zaidi. Ukitazama timu yako, kikosi cha timu yako, una imani kiasi gani na msimu ujao? Nilipokiangalia kikosi changu, naamini Mungu mkubwa, awamu ijayo lazima tutachukua kombe. Kwa majina naitwa Juma Burhani Dangu. Nimejisikia faraja kwenye wiki la Simba Day kuwa sehemu ya mchangaji damu, kwa sababu kuna uhitaji mkubwa kwenye hospitali zetu kwa watu wanahitaji damu. Na pia katika imani yangu kuchangia damu ni ibada. Nimeona ni busara kwangu kujiunga na Simba Day, wiki la Simba Day ili nichangie damu kwa watu wenye uhitaji. Kwa ujumla kwa sisi tuna imani nacho, tuna imani na kufanya vizuri kwenye msimu ujao. Imani ni kubwa zaidi. Kinachonipa imani kwanza, viongozi wamehakikisha kikosi cha msimu uliopita kimebaki chote. Tumefanya marekebisho madogo sana kuongeza wachezaji wapya. Kwa imani kubwa ndio inanijia hapo. Wito wako kwa wana Simba wengine? Wito wangu wanasema wengine siku za weekend za Simba Day kama hizi tujitokeze kwa wingi kuja kuwafariji watu wenye mahitaji, pia kuja kuchangia damu kwa watu wenye mahitaji ya damu. Jina naitwa Doto Paulo Nyoni, ni mwenyekiti wa Masa tawi la Mshawasha Ruvuma. Cha kwanza mimi niwatie moyo mashabiki wenzangu kote waliko Tanzania na mkoa wa Ruvuma kwa ujumla, wawe wanashiriki matukio haya ya kutoa damu mara kwa mara ili kuwasaidia watu wenye uhitaji. Binafsi kwanza ni ushukuru uongozi na management nzima ya Simba kwa namna ambavyo wameweza kutengeneza kwanza benchi la ufundi, lakini pia kutengeneza wachezaji ambao wenye quality kubwa. Tuna imani msimu huu tutafanya vizuri, lakini hata hivyo watani wetu tarehe 12 inshallah ikimpendeza Mwenyezi Mungu wajipange, maana wanaweza wakafa hata 7. Mara baada ya zoezi la uchangiaji damu pamoja na kutembelea wodi mbalimbali za wagonjwa hapa katika hospitali ya mkoa ya Songea, haya ni maneno ya wenyeji.
kwa zawadi ambazo umetuletea kwa wagonjwa wetu, pia na kuchangia damu. Mungu awabariki. Sisi tutaendelea kuwaombea na nyinyi muwe na ushindi wa kila mara mnapoingia uwanjani. Tutaendelea kuwaombea. Naitwa Beckman Simegunda, ni muuguzi mfawizi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Songea. Kwanza mmeweza kupita kwenye wodi zetu na kuwafariji wagonjwa. Mmeweza kupita wodi ya wazazi, pia mliweza kupita wodi ya watoto mkawafariji wagonjwa, na hakika wamefarijika sana, hasa kwa kile ambacho mmeweza kuwapatia. Katika zoezi hili tumeweza kufanikisha kupata uniti za damu 20 ambazo zimechangiwa na wanachama wa Simba wa mkoa wa Ruvuma. Makofi jamani.